ni kipimo cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 na leo tumeona kwamba shughuli za kampeni, maandalizi zimesitishwa rasmi kutokana na sheria iliyopo kwamba kampeni zinafaa kusitishwa, lakini matokeo ya Olkalau baada ya uchaguzi huo mdogo kufanyika tarehe 16 yanaweza vipi kubadili mwelekeo wa kitaifa na kwa kiwango gani? Jambo la kwanza, matokeo ya Olkalau yana manufaa zaidi kwa wanasiasa wale waliobobea, hasa Rais Ruto na aliyekuwa naibu wake Bwana Rigathi Gachagua, kwa sababu sehemu ya mlima ama sehemu ya Mount Kenya imeweza kuwa na mwelekeo fulani. So ukiona zile fedha, zile rasilimali za umma zinazowekwa katika sehemu ya Olkalau, ni kuonyesha kwamba kwangu mie kwamba rais anajikakamua vilivyo ama chama cha UDA anajikakamua vilivyo kuweza kuonyesha ubabe wao katika sehemu ya mlima. Jambo la pili, pia yule kiongozi wa chama cha DCP ambaye amejiita ama amejitunuku ile nafasi ya kiongozi wa mlima, ulipoona pindi tu wale wakina Sifuna walipojaribu kwenda kule, aliweza kuwakemea katika cheche za maneno, akiweza kuambia sehemu ile ni sehemu yake. Kwa hivyo uchaguzi huu wa Olkalau una manufaa zaidi kwa yule kiongozi aliyekuwa naibu wa rais Bwana Rigathi Gachagua kuliko rais, kwa sababu yule aliyekuwa mbunge pale mbeleni hakuwa katika chama cha UDA, alikuwa katika chama cha Jubilee, marehemu Kiaraho. Ukiangalia hivyo, jambo lingine la pili, pia sehemu hii imeweza kusaidia sana hasa viongozi chipukizi. Ukiangalia yule kiongozi Seneta Methu ambaye ni kiongozi wa chama cha DCP, ingawaje angali katika chama cha UDA, ameweza kuchipuka kama kiongozi mbadala ama kiongozi katika sehemu hii ya mlima, na viongozi kama wale ndio viongozi ambao Rigathi Gachagua ameweza kuleta kama viongozi mbadala kwa wale viongozi ambao wanaegemea sehemu ama upande wa Rais Ruto. Na ukiangalia upande mwingine, pia ni msingi mkubwa hasa katika tume ya IEBC iwapo wanaweza fanya masuala fulani. Jambo la kwanza, zile kanuni ambazo wameweza kuja nazo, kanuni za utumizi wa kifedha, hasa ile campaign financing. Tumeweza kuona kwamba yule mwenyekiti ameweza kuhimiza viongozi waweze kuzingatia zile kanuni za campaign financing, na umeona pia wale viongozi kadhaa, ingawaji leo mahakama kuu imeweza kutupilia mbali ule uamuzi wa IEBC wa tume kuhusu ile faini waliopatia mmoja wale wabunge wa UDA sehemu ile, kwamba pengine lazima wafikirie kwamba ni kanuni zipi, ni changamoto kwa upande wa tume kufikiria ni kanuni zipi ambazo ni lazima waweze kuweka ili waweze kuwa na uchaguzi wenye haki na ambao unaweza zingatiwa ama unaweza angaliwa kama ni uchaguzi huru. Kwa hivyo tukiweza kuangalia kwa muktadha wa sehemu ya mlima, ni vita ama ni vita kati ya rais na yule aliyekuwa mwandani wake Rigathi Gachagua, na yoyote yule ataweza kushinda, ataweza kuwa na fikra ama dhana kwamba atakuwa na umaarufu katika sehemu ile. Lakini vile vile kwangu mie, iwapo Rigathi Gachagua atashinda ama ashindwe, kutakuwa na ile wanaita katika lugha ya kimombo ile sauti ama statement ambao watakuwa wametoa ya maana kwamba iwapo sehemu yetu ya mlima utakuja, lazima uje na fedha, uje na ngwenje nyingi ili uweze kuwa na ile hamasa kwa wananchi. Iwapo hauna pesa, basi hautakuwa na ile influence kwa wananchi, ambalo ni jambo ambalo pia ni jambo baya katika demokrasia. Kama muumini wa demokrasia, ningependa kusema pengine tungeanza kufikiria njia mbadala ya kuweza kuzuia wafanyikazi, watumishi wa umma ambao wanashikilia nyadhifa tofauti katika serikali kuweza kutotumia nafasi zao kiimla, kuweza kutotumia nafasi zao za mamlaka, ili katika siasa wanapofanya kampeni wasiweze kuharibu siasa zetu. Kwa sababu ukiangalia zile sehemu za Olkalau,
kulikuwa na vitu vingi. Kuna viatu vilikuwa vinapewa, kulikuwa na magesi yanapewa, mitungi ya gesi, pesa, magodoro. Vitu vile vyote kwangu mie ni utumizi mbaya wa mali ya umma. Jambo la pili, viongozi wetu bado wako katika ile katiba ya kitambo. Kwa sababu kwa saizi ukiangalia waziri akienda katika kupiga siasa za chaguzi ndogo, ni jambo la kutamausha sana. Ukiona vile wanafungua ofisi za kila kitu katika sehemu ile, wanaleta meli, wanaleta zile boti katika sehemu zile, ni jambo la kutamausha sana. Na iwapo tunataka taifa ambalo mustakabali wetu utakuwa katika mikono yetu, basi viongozi wanaotumikia wananchi wasijihusishe, hasa viongozi waliopatiwa nafasi na rais, wasijihusishe na siasa ndogo ndogo ama siasa, kwa sababu wao wanaharibu siasa zetu. Katika lugha ya kimombo tunasema synchronization of our politics. Ile utumizi wa pesa, utumizi sasa wale wananchi hawasikizi sera. Kwa sababu ukiuliza leo wananchi wa sehemu ile sera zipi waliuziwa na vyama vyote, hawajui. Wanajua tu pesa, wanajua tu kofia, wanajua tu mitungi ya gesi. Basi hiyo sera zetu ama demokrasia yetu tunaiangamiza. Na iwapo tunaiangamiza hivyo, basi tutakuwa na viongozi ambao ni mabedhuli, hawezi fanya chochote katika siasa zetu. Asante sana kwa hilo Riziki.